Nilisikia juzi mzee viongozi akasema kwamba anaingilia sana mambo ya corruption, kumaliza corruption katika nchi yetu ya Kenya. Na sijasikia akikusia mambo ya kaunti ya Nairobi, sijasikia akikusia mambo ya SHA, sijasikia akikusia mambo ya sekta ambao mambo ya magavana na mambo ya wabunge ambao wamepora pesa katika nchi yetu ya Kenya. Mambo yao sijasikia rais akiongea. Viongozi ambao wamesimama kama wapinzani, simameni imara, mtetie nchi yetu ya Kenya, kwa sababu Wakenya wanateseka kwa sababu ya viongozi walioko. Hatuna amani kwa sababu kila kitu kimefinywa, kimerudi upande wa viongozi wetu wa serikali. Hawajali maisha ya mwananchi ya kawaida. Ningeomba mheshimiwa Gachagua, turuba ambayo tunakuja hii, usiokope. Wewe tulikuweka kama mwenye kuangalia, ukiona mahali kuna uchafu unapika kelele. Sisi kama wananchi tunaingilia. Maana tusipokuwa na mtu kupiga kelele, serikali itajua kwamba inafanya makosa. Viongozi ambao tunatarajia wewe na Kalonzo, msiokope. Tumeona mambo mengi ambayo imetendeka. Asante sana wanachama la bunge la mwananchi hapa Everett. Kwa majina ninaitwa William Koki. Niko msaliwa wa Western County ya Kakamega, South County Khusero. Namba yangu ya simu ikiwa ni 07 25 69 6014. Hiyo ni namba ambao napatikana nayo. Nina machache ambao nataka kuongea mimi kama mwanachama wa bunge hili la mwananchi, mtetezi wa wanyonge. Jambo la kwanza, ninaona shida imetokea katika upande wa sekta ya mafuta. Ni ukweli ni kwamba serikali yetu ndio mipango yao sijui ni namna gani. Wanaendaje kuitiza mafuta katika nchi ya mbali, na kuna mafuta hapa katika Afrika yetu. Kuna mafuta iko hapa Nigeria, nchi za hapa karibu na Ethiopia kuna mafuta. Mbona wasitize mafuta hapa karibu? Badala ya kwanza kutesa mwananchi wa kawaida, wanaenda mbali kwa sababu ya corruption. Nchi yetu ya Kenya corruption imefanya uchumi wetu unasorota, wananchi wanateseka kwa sababu ya mipango ya viongozi. Mtu anatoka kuchukua chakula kilio karibu, anaenda chakula kilio mbali. Hiyo ni njia moja kwa maana cha kwamba ni kuharibu uchumi wetu wa Kenya. Jambo la pili, nilisikia juzi mzee viongozi akasema kwamba anaingilia sana mambo ya corruption, kumaliza corruption katika nchi yetu ya Kenya. Na sijasikia akikusia mambo ya kaunti ya Nairobi, sijasikia akikusia mambo ya SHA, sijasikia akikusia mambo ya sekta ambao mambo ya magavana na mambo ya wabunge ambao wamepora pesa katika nchi yetu ya Kenya. Mambo yao sijasikia rais akiongea. Hiyo ni kitu ambacho nataka lazima afuatilie ya kama kiongozi. Hakisha kwamba aliyepora pesa ya SHA, aliyepora pesa ya kaunti za Nairobi na mama gavana ambao wamepora mapesa, mamilioni ya pesa iko nje, wakati wa Kenya wanateseka, wakati sekta mbalimbali za hospitali za shule zimekwama, lakini watu wanasikia raha kwa pesa ya mwananchi. Ningeomba serikali ifuatilie. Jambo lingine ambalo ningetaka kusema tena, sisi kama wanabunge na mwananchi, viongozi ambao wamesimama kama wapinzani, simameni imara, mtetie nchi yetu ya Kenya, kwa sababu Wakenya wanateseka kwa sababu ya viongozi walioko. Hatuna amani kwa sababu kila kitu kimefinywa, kimerudi upande wa viongozi wetu wa serikali. Hawajali maisha ya mwananchi ya kawaida. Kitu ambao ningeomba hivi, umaskini ambao umeingia katika nchi ya Kenya ulianzishwa na viongozi ambao walioko. Badala ya kutetea maisha ya mwananchi, wanakitetea wenyewe binafsi. Ningeomba hivi ndugu wetu Bwana Sifuna, Bwana Osoti Okiya Omtata, wewe Eugene Wamalwa, inamuomba tafadhali simameni imara. Wewe kina chochote natembea, simameni imara, musiwaje Western Province ianze kutingishwa. Ningeomba mheshimiwa Gachagua, turuba ambayo tunakuja hii, usiokope. Wewe tulikuweka kama mwenye kuangalia, ukiona mahali kuna uchafu
unapiga kelele, sisi kama wananchi tunaingilia. Maana tusipokuwa na mtu kupiga kelele, serikali itajua kwamba inafanya makosa. Lakini tukiwa na mtu ambaye kuchunguza, tutakuwa na njia ambao ya kutetea haki ya mwananchi. Mikutano ambayo imepangwa ya watu wa opposition, ningeomba serikali isipange njia njama ya kuja kuharasi. Hata watu wanaanza kujua kwamba mkutano ya mheshimiwa Sifuna ambayo imepangwa iweke kisurisuri. Na tuwe na ulinzi wa kutosha. Vijana hao wako na hamu kusikia sauti yako. Watu wa Nakuru wako na hamu kusikia sauti yako. Wewe sasa ni kiongozi ambaye tunaona mkushikana na wengine mtaokuwa nchi yetu ya Kenya. Viongozi ambao tunatarajia wewe na Kalonzo, msiogope. Tumeona mambo mengi ambayo imetendeka. Angalia vile Kenya inatingisika. Angalia vile Kenya inaporwa. Angalia vile Kenya mateso iko mingi. Tunaambia kwamba uchumi wa Kenya umengarika wakati wa Kenya wanaumia. Pia hospitali, makampuni sahi, vijana hawapati kazi. Wamama biashara pia wamerudi chini. Watoto sahi kwa shule hawana lishe bora. Alafu nasema kwamba nchi yetu ya Kenya ndugu yangu, ni kitu gani kilifanya waziri wa energy anayeangalia mambo ya nini anaenda kuchukua mafuta nje ambayo na wacha mafuta hapa Tanzania, hapa tu Nigeria? Ndugu yangu, ulikuwa na mawazo gani? Ulikuwa unaona kwamba uende mbali ndio uwezi kutandia mwananchi wa Kenya asitambue bwana Kenya watu wamesoma, sio wakati wa upumbavu. Na ningeomba wale watu ambao wako Western, kuna ndugu yetu speaker wa bunge. Ndugu yangu, kama umeona kwamba huwezi kuungana na wengine, basi tangaza msimamo wako. Musalia Mudavadi, nataka nikwambie, kuungana na watu wengine mara nyingi Western imezaliwa. Sasa ni wakati wa Western kusimama kuwa na sauti moja ili tuungane na wengine, tuona kwamba jeshi ya Kenya imesimama imara. Hatutakubali. Tutakubali kitu ambao ningeomba watu ambao wamejitenga na chama cha ODM wapewe spiki ya mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga. Marehemu Raila Odinga alisema tu vizuri na akarudia na akasema 2027 ODM lazima isimamishe mtu. Alafu wengine wanatoka na tamaa, wanaanza kusema kwamba muungano kwa serikali. Mlikuwa na hamu Raila akufe na mwanzo kuangania uongozi. Sumuache spika ambao Raila aliongea ndio mheshimiwa Sifuna anafuata. Ataenda kana matamshi ya mwanzilishi wa ODM. Watu wengi walisema Sifuna mchapakazi, Sifuna mchapakazi, Sifuna ni choko atajenga nchi yetu. Walisema kiongozi Sifuna ni choko atajenga nchi yetu. Tetea Sifuna, tetea. Tetea Sifuna, tetea. Tetea Sifuna, tetea. Tetea Kenya fike utawala Sifuna. Tetea Kenya fike utawala Sifuna. Hawa ndio viongozi ambao tunatarajia watamaliza mambo ya corruption. Watatetea mwananchi ule mchai, ule mwananchi ambaye ameteseka. Tutaona kwamba kila kitu Kenya kimesimama imara. Matako zote imepatikana, shule zinaenda vizuri, ufisadi wa mafuta umefungwa, uporaji wa mashamba, uporaji wa maploti, uporaji wa mali za wananchi umefungwa. Lakini ningeomba hivi, wapunge wetu, rutusheni sheria za kusema kwamba mtu akiiba mali ya umma, huyo mtu astakiwe, mali ile aliiba ichukuliwe, iuswe, irudi katika hazina ya serikali. Tuwe na kinaitwa warrant of attachment. Mtu akipatikana hiyo warrant itoke. Tusio na kitu kusema kwamba mtu akifanya hivyo anafuta. Ukinifuta kazi na nimeiba mabilioni ya pesa, nani amefaidika? Lazima tuwe na warrant of attachment. Ishike mali ya watu. Kama huyu mtu hana mali, tuna kinaitwa cyber jail. Aende prison miezi 3, achunguzwe. Akirudi kotini kama hakuna,
ule karanda wake afuatwe. Kama kuna mali kuna ishikwe, iuswe, mali ya Kenya ipatikane. Lakini napo nyamaza, ndio maana mtu anaiba akijua kwamba sitafungwa, nitafutwa kazi tu. Ndio maana mamista, tunaona makansela, tunaona makava na maseneta wameiba mali ya Kenya kujua kwamba hawatafutwa. Juzi kuna mtu alipeleka na mafuta anapeleka nje. Hiyo mafuta alitoa wapi? Na mnasema kuna mafuta Kenya. Wacha kutania wa Kenya bwana. Na hizo kesi zimeenda wapi? Na hata nimwambie wa Kenya, muambie ukweli, na ukweli utatum. Na kama utatum, wacha nikwambie kitabu cha Luka 16 nasema kwamba kama wewe hukuwa mwaminifu kwa kile kichache ambao ulipewa, ni ukipewa kingi utatunza, si utaharibu. Kwa hiyo naambia rais mpendwa, ukitaka ufaulu kile kichache ambao Mungu alikupea, ambia wa Kenya mali kimeenda. Hapo ndio baraka utafunguliwa, utaongezwa. Lakini usipotuelezea, nakwambia one time. Asante sana.